Kuna option mbili sijui nini. Wewe unasemaje sasa, wapi panaweza kuwa sehemu sahihi? Kwa umri wake wa miaka 27 bado ana miaka 8 ya kucheza mpira. Ndio. Kwa sababu wachezaji wengi waga wana staff wakiwa na umri wa miaka 35, 33 ndio unaona nguvu yake inapungua. Kwa ana miaka 6 mpaka 8 ya kucheza mpira katika kiwango cha juu. Sio muda wa yeye sasa hivi kuangalia fedha au sio muda wa kuwaza zaidi maokoto. Sasa hivi ni muda wa kuwaza karia yake na mafanikio na kuwa bora yeye kama mchezaji. Kwa kwangu mimi naamini kabisa anatakiwa kwenda kwenye klabu nyingine, klabu ambayo inashiriki michuano mikubwa, klabu ambayo itampa platform ya yeye kufanya vizuri kwenye michuano ya klabu bingwa ambayo au shirikisho. Mimi natizama klabu za nje zaidi. Yani kama kuna klabu ambazo zinamtaka, kwa mfano kama ni Pyramids, kama ni Kaizer Chiefs, kama ni Orlando, hizo ni klabu ambazo zinaweza zikampa platform. Japokuwa Kaizer kwa sasa hivi wame drop, ni muda mrefu wamekuwa hawafanyi vizuri, lakini wanaijenga timu yao na Nabi ni kocha ambaye anamjua vizuri Faisal. Kwa naamini kabisa akienda nje anaweza akafanya vizuri na tukaona karia yake ikikua na pengine akaanza kukompiti kwenye zile tuzo labda ya mchezaji bora wa ndani. Sasa hivi Mayele alicheza Yanga, lakini ni contender ambaye tunaamini kwamba katika tuzo za mchezaji bora wa Afrika ndani anaweza akagombea Mayele kwa performance yake. Kwa hiyo Faisal naye anatakiwa kufika kwenye level hizo kwa sababu umri wa miaka 27 unamruhusu. Sawa, bana, tuende tukaguse kule katika uga wa kimataifa na kuona namna gani ambavyo mambo yamekuwa makubwa. Na tafuta pamoja ya mwakilishi, lakini simu zile zimekuwa zishikwi. Sasa sijajua, lakini naendelea kumtafuta hapa. Pengine pale ambapo tutampata basi tuzungumze naye na tumsikilize anasema kitu gani mara baada ya siku ya leo kuwa miongoni mwa wale washindi. Bana, leo tunaanzia pale Afrika ya Kusini. Leo unajua hili swala limekaa katika engo mbili. Kuna mafanikio ya mchezaji yeye binafsi, ndio, alafu kuna mafanikio kwenye karia, alafu kuna mafanikio ya kiuchumi. Ukiunganisha vyote viwili unavyoviona kwenye issue ya kiuchumi, Azam wanaweza wakampa Faisal hela yote anaotaka. Sawa, yani kwamba bwana labda hivi hela na hizo hela hawezi kupewa Simba na Yanga, hawana ujanja wa kuwazidi. Yani kama labda Simba wameweka milioni 50, Azam wanaweza wakaweka 60 wakambakisha tu Faitoto. Sawa? Kwa sababu ameondoka Yanga kwa sababu ya masuala ya kifedha. Kule mshahara wa Yanga aliokuwa analipwa Yanga wamekuja inavyosemekana Simba wameka 50. Hivi vilabu viwili kuna timu ambayo ishe kumlipa mchezaji milioni 50 mshahara? Kwanza sijaisikia. Timu pekee ambayo imeweza kumlipa mchezaji milioni 50 ni hao Azam. Walimlipa yule Al Ahmada, alikuwa analipwa hela nyingi. Branco sasa hivi nasikia naye achukua kama 48. Kwa hiyo kama Fei yeye anataka kuwa imara kiuchumi, anatakiwa kubaki Azam kwa sababu hamna Simba Yanga hawezi kumlipa kama hela ambayo Azam wanaweza wakatoa hela yote, kwa sababu mifano tunayo kwa Blanco na kwa Ale Ahmada, ndio hivyo. Lakini kama anataka mafanikio kwenye karia yake yeye kama mchezaji, avae medali, awe mchezaji mkubwa, Azam sio sehemu sahihi kwake, kwa sababu Azam ni timu ambayo mimi binafsi sioni mikakati ya klabu hii kufanya vizuri kwenye michuano ya mikubwa barani Afrika, klabu bingwa wala shirikisho. Lakini hata kwenye ligi ya ndani unaona jinsi ambavyo wana struggle. Leo hii Azam wanagombania nafasi ya 3 na Singida Black Stars. Kwa hiyo kama anataka mafanikio kwenye karia, avae medali nyingi, acheze michuano mikubwa, anapaswa kuondoka. Na akienda nje ya nchi anatakiwa kwenda kwenye klabu kubwa kama Pyramids, sawa? Anatakiwa kwenda Zamalek, anatakiwa kwenda Orlando, Mamelodi, hata Kaizer Chiefs. Kaizer ni timu ambayo inajijenga na msimu ujao watakuwa kwenye michuano ya shirikisho. Lakini kwa hapa ndani karia kwa klabu ya Simba Yanga ni klabu ambazo pia anaweza akapata nafasi ya kushiriki michuano mikubwa. Kwa hiyo kwangu mimi inategemeana sana mchezaji anataka nini. Kama anataka hela abaki Azam, kama anataka mafanikio kwenye karia anatakiwa kuondoka. Isa, mume wangu, mbona na mabegi tena, safari ya wapi tena? Mke wangu kuna mchongo wa ajira nimeupata. Mchongo? Ndio. Salum Faitoto, ubora ambao uko nao, mahitaji ya timu mbalimbali kutoka katika bara la Afrika, lakini nchi ya Tanzania pia. Na ukiitikisa Azam FC yenyewe, unadhani ni rahisi ama ngumu kiasi gani Faisal kubakia Azam kwa msimu ujao?
Ni rahisi Azam, ni rahisi Faisali kuondoka Azam. Kwa sababu Azam ni timu ambayo hawana hiana pale ambapo utapeleka ile ambao wanaitaka. Washaimuuza Yahya Zaidi kumpeleka Ismailia, lakini wamemuuza Kipre Junior, walimpeleka MC Alger, na hata Prince Dube kwenda Yanga walifanya biashara, na pia hata Shomari Kapombe walishai kufanya biashara pia. Wale waliwaacha kwa Shomari wao si ndo walimpeleka. Shomari anaenda France kutokea Simba. Alitokea Simba, yes. Lakini alirudi Azam, wao ndo walimnunua, sio hivyo? Yes. Ya, kwangu mimi naamini ni kwa upande wa Azam ni rahisi Faisal kuondoka, kwa sababu Azam hawana hiana. Yani hawanaga kona pale ambapo timu italeta dau nono na wakamtaka mchezaji wao. Tayari walimuuza Kipre Junior, lakini hata Prince Dube walimuuza. Yahya Zaidi walikuwa na mpango pia wa kumuuza kwenda Ismailia, lakini bahati mbaya mambo hayakwenda vizuri. Kama utakumbuka kuna mchezaji alikuwa ni wameuza wachezaji wengi, ni mmoja wapo ni moja kiungo tegemezi wa nchi sasa hivi, Novatus Dismas, yes, ndio nilikuwa nataka nimtaje kwa hiyo ni timu ambayo kwenye issue ya biashara wao hawana shida. Kwa hiyo kama kuna timu ambayo itamtaka Fei na wataweka hela ambayo Azam wataona inafaa kwa upande wao, sitoona kama wataweka ugumu kumuuza, kwa sababu hiyo imekuwa ni kawaida yao. Labda kutokana na ile kuna baadhi ya tetesi zinasema kuhusiana na mkataba ambao wamesaini na Yanga, sijui kwamba ambao kwangu mimi siamini kama hicho kitu kipo, lakini kama kweli hicho kitu kipo, basi itakuwa ni ngumu sana kwa Fei kumuuza hapa ndani. Lakini kama ni issue ya nje na timu zikaweka hela nyingi, kwa sababu kuna Kaizer Chiefs walitajwa kwamba wanawania saini yake, kwa sababu kocha Nasreddin Mohamed Nabi yupo kule. Kwa hiyo kama ni timu ya Kaizer Chiefs wameweka hela nyingi, ni rahisi kwa Fei kuondoka, kwa sababu Azam kwenye issue ya kufanya biashara wao huwa hawasumbui. Kikubwa tu mmekubaliana nao vizuri na mmeka dau nono, kwa sababu hata Dube mwenyewe Yanga walimchukua kwa hela, yani hawakumchukua bure. Kwa hiyo Azam pale walifanya biashara. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama kutoka na ugumu endapo tu timu itafikia dau ambalo Azam wanalitaka. Sawa, dakika ni ya 30 na ni wakati wa kwenda kuchezesha draw, alafu mara baada ya hapo tumalize wafanya kusikia tu na kufaji tu hapo. Mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Hivi jamani, nyinyi mnavyopata hizi, nimeona watu wengi sana wanauliza hapa kuhusu Faisal Salum, namna ambavyo nyinyi mnafahamu kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea, nasho nini ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa? Bahati nzuri nimetoka kuongea na afisa habari wa klabu ya Azam, Zaka Zakazi, Thabiti Chumwi Zakaria. Lakini hakuwahi kuvaa medali ya UEFA Champions League, licha kuwa alipita virabu vikubwa, Juventus Turin, Inter Milan, alipita AC Milan, alipita Ajax, amepita Manchester United, amepita Barcelona. Hajawahi kuvaa medali ya UEFA Champions League akiwa na virabu hivi 6 vikubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaondoa ile thamani ya Zlatan Ibrahimovic. Watu wanakuambia Zlatan alikuwa mchezaji mzuri, lakini je, alivaa medali ya UEFA Champions League? Kwa hiyo hata Faisal Salum mimi naamini kwamba kuna muda inafikia hatua anaonea wivu vijana wenzake. Msimu ambao yeye anaondoka Young Africans walifika kwenye finali ya Confederation Cup. Leo hii akija kuangalia vijana wenzake wa Kitanzania, wakina Zimbo Junior, wakina Kapombe, wanaenda kucheza finali ya Confederation Cup wakiwa na Simba Sports Club. Akiangalia mwenendo wa Azam FC, haoni Azam ambao inakuwa na mwangaza. Msimu uliopita yaweza kuwa hata wewe ukiwa mchezaji ukaamini kwamba labda msimu ujao tunaweza tukadevelop kutoka hapa tulipomaliza tukaenda kwenye stage nyingine, lakini ikarudi nyuma tena. Ni kitu ambacho binafsi kinamhudhunisha hata mchezaji husika. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba Zaka Zakazi ameongea hivyo kwa ajili ya kushusha pressure ya mashabiki wa Azam. Hata wao kinachoendelea sasa hivi naamini wanakifahamu. Unajua kwa nini Zaka amekuambia kwamba hizo ni tetesi? Juzi kati tu mashabiki wa Azam walienda kugonga hodi kwa bosi, na bosi hakufanikiwa kufungua. Walikuwa wanataka kujua hatima ya timu yao. Bosi aliingia mitini. Sasa kama washabiki walishaanza kufikia hatua hiyo, unajua ni hatua ngumu zaidi kwenye football hiyo. Kwa hiyo hata wao wanapaswa kuwatuliza mashabiki wao, kuleta ile hali ya utulivu. Leo hii kama mashabiki walikuja kugonga hodi ukawajibu hivyo, if just imagine unatoka mbele ya hadhara unasema kweli bwana, kuna mazungumzo labda baina ya Simba Sports Club
dhidi ya Faisal Salum wameleta kiasi fulani, au kuna mazungumzo Yanga Africans wamefikia stage fulani na mhitaji Faisal Salum. Ina maana kwamba unaenda kuua mioyo ya mashabiki wale wote. Tunajua Azam ipo hata kabla ya Faisal Salum, lakini sasa hivi iconic player wa Azam ni nani? Faisal. Shona kivumbi hicho. Ukiondoa Faisal inabakia ni sawa sawa tu na Dodoma Jiji ilivyo, au labda inabakia sawa sawa tu labda na Ken Gold ilivyo. Kwa hiyo wao kama wao wanapaswa kujitathmini kwenye hili. Unajua kwamba kupoteza mchezaji si kazi ngumu, lakini kumpata wa kiwango kile ndo mtihani. Wamepoteza kipindi kile, anaondoka Aishi Salum Manula, akaondoka Shomari Kapombe, akaondoka Elasto Dinyoni, akaondoka na kuna beki mmoja hivi wakati na. Just imagine wamestruggle muda gani kwenda kumpata goalkeeper ambaye ana quality hata ya robo ya Aishi. Baada ya kuondoka Aishi wamekuja magolikipa wengi kuanzia wa ndani, wamesajili wa Zanzibari, wamesajili wa magolikipa wa kigeni, lakini hakuna ambaye amepita. Al Ahmada. Yes. Wametumia gharama kubwa sana. Sasa unakuja kuona kuondoka ilikuwa ni kazi rahisi, lakini kupata replacement yake inakuwa kazi ngumu. Yes. Bana, sawa, dakika ni ya 27 pale YouTube channel ya Bongo TZ FM. Bado wanaendelea kuandika kwa wingi sana ujumbe wao. Halima Mkacha anasema hello, kwema jamani, na mimi namwambia hapa ni kwema kabisa na mambo yamekaa vizuri zaidi na zaidi. Dakika bado 3 tu kabla ya kufika majira ya ligi itatamatika. Kama utaendelea kuwa na performance hii, sitostaajabu hata wakichukua ubingwa. Sasa Nira, yes, kuna changamoto